Mafunzo ambayo kina mama wajasiriamali 200 wamehitimu leo si ya kuongeza tu maarifa ya usindikaji, bali ni ya kuwajengea uwezo wa kuzalisha bidhaa zenye ubora wa viwango vya kimataifa, kushindana katika soko la ndani, kikanda na kimataifa, kuongeza kipato cha familia, kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa na kuwa mfano kwa wanawake wengine nchini. Hii ni hatua muhimu katika kutekeleza malengo ya uchumi jumuishi unaowezesha wanawake na vijana kusimama imara katika mnyororo wa thamani wa samaki. Kwa vijana 150 waliopata mafunzo ya utayari kazini kupitia tasnia ya ukuzaji viumbe maji, serikali inatambua kwamba ninyi ndio nguvu kazi ya sasa, ya leo na ya baadaye. Mafunzo mliopata yanawajengea utayari wa kujiajiri na kuajiri wengine, na hivyo kuleta chachu na faida lukuki zipatikanazo kutoka katika uchumi wa bluu. Kama tulivyoelezwa hapo mwanzo, mafunzo yenu yalijikita katika maeneo mahususi yafuatayo: 1. Ufugaji wa samaki kwenye vizimba, uzalishaji wa vifaranga, usimamizi wa ubora wa maji na magonjwa ya samaki, lishe na afya ya samaki, ujasiriamali na ubunifu katika mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi na ubaharia na usalama majini. Mafunzo mliopata yamewaandaa sio tu kuwa watendaji ndani ya sekta, bali kuwa waanzilishi wa biashara, waajiri na viongozi wa mageuzi ya teknolojia katika uvuvi na ufugaji wa samaki. Serikali inaendelea kutengeneza mazingira wezeshi, ikiwemo kuwezesha upatikanaji wa maeneo ya uzalishaji, masoko, mikopo midogo na taarifa za kiteknolojia ili vijana watumie fursa zilizopo katika uchumi wa bluu. Ndugu wahitimu na wageni waalikwa, sekta ya uvuvi na ukuzaji wa viumbe maji ina uwezo mkubwa wa kuongeza ajira, kuchochea uchumi wa viwanda, kuboresha usalama wa chakula na kupunguza umaskini. Ndiyo maana serikali imeimarisha juhudi za kuboresha miundombinu, kutoa mafunzo ya umahiri kama haya, lakini kuimarisha huduma za ugani na kuwezesha matumizi ya teknolojia bora na za kisasa katika uzalishaji. Ndugu wahitimu, nawapongeza kila mmoja wenu kwa juhudi mlizoonesha. Mafunzo haya hayakuwa mepesi na yalihitaji kujitoa kwa hali, mali na muda wenu, kujifunza kwa nadharia na vitendo. Leo mnapopewa vyeti, mnakabidhiwa jukumu na pia muelewe mna dhima ya kuitumia ujuzi huu kuongeza ajira, kuongeza kipato na kuchangia maendeleo ya taifa. Serikali ipo tayari kuwaunga mkono na ninawasihi msiishie hapa. Narudia, serikali iko tayari kuwaunga mkono na ninawasihi msiishie hapa, bali endeleeni kujifunza, kushirikiana na wengine, haswa wakufunzi wenu, na kupanua biashara zenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, FETA ilianzishwa mwaka 2011 kwa kuunganishwa vyuo viwili vikubwa ambacho ni chuo cha Mbegani kiko mkoa wa Pwani pamoja na chuo cha Nyegezi ambacho upo hapa. Hichi chuo cha Mbegani kilianzishwa mwaka 1966 na chuo cha Nyegezi kimeanzishwa mwaka 67. Kwa hiyo ni vyuo vya zamani kidogo ambao vilianza kutoa mafunzo, ndio vilivyounganishwa vikaitoa FETA mwaka 2011. Na FETA ina ithibati kamili kutoka Baraza la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi ambao ni NACTVET. Kwa sasa hivi tuna kampasi 5, mojawapo ndio hii ambao upo mgeni rasmi. Kampasi nyingine iko kule Mbegani Pwani, kampasi ya 3 iko Kibirizi Kigoma, ya 4 iko Mtwara pale Mikindani na ya 5 iko Gabimori kule Mara. Kampasi 3 mpaka hivi sasa zinatoa mafunzo ya muda mrefu na mfupi ambazo ni Mbegani, Nyegezi na Kibirizi. Kampasi ya Mikindani na Gabimori zinatoa mafunzo ya muda mfupi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka wa fedha uliopita tulikuwa na wanafunzi 1085 wa kozi ndefu na tulitoa mafunzo ya muda mfupi kwa washiriki 7014. Mheshimiwa mgeni rasmi, FETA Nyegezi ni miongoni mwa vyuo 4 vilivyonufaika na ufadhili wa kutoa mafunzo kwa vijana na kina mama kupitia mradi wa Green and Smart Cities, yani sasa, unaofadhiliwa na shirika la maendeleo ya Ubelgiji, yani Enabel. Mradi huu ni wa majaribio na utatekelezwa kwa muda wa miezi 17 kufuatia kusainiwa kwa mkataba ambao tuliusaini mwaka jana
mwezi Aprili. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la mradi ni kuimarisha mnyororo wa thamani katika sekta ya uvuvi na ukuzaji viumbe maji kwa kutoa mafunzo bora yatakayowawezesha vijana takribani 150 na wajasiriamali wanawake 200 kupata ujuzi, kuongeza kipato na kupanua biashara zao. Na lengo mahususi ni kuijenga FETA Nyegezi kuwa na uwezo wa kuwa kitovu cha utoaji mafunzo mahiri katika tasnia ya uvuvi na ukuzaji viumbe maji, yani Center of Vocational Excellence, yatakayowawezesha vijana na kina mama kujiajiri na kuajiriwa katika sekta ya uvuvi na ukuzaji viumbe maji ifikapo mwaka 2027.